Rais wa Marekani Donald Trump ameshtumu Iran kwa kudungua ndege aina ya helikopta ya Marekani karibu na mlango wa bahari wa Hormuz na kuapa kwamba atalipiza kisasi. Marubani wawili wa ndege hiyo ya Apache iliyoanguka baada ya kushambuliwa waliokolewa na ndege isiyo na rubani ya baharini inayomilikiwa na Marekani, afisa mmoja wa serikali ya Marekani ameiambia BBC. Rais Trump aliandika katika mtandao wake wa Truth Social akisema kuwa marubani wawili hao hawakujeruhiwa. Hii ni mara ya kwanza kwa ndege aina ya Apache kuharibika tangu mzozo wa Iran kuanza. Hayo yakijiri, Israel na Lebanon zinatarajiwa kushiriki katika mazungumzo zaidi huko Washington hivi karibuni licha ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi kusini mwa Lebanon. Haya ni kwa mujibu wa balozi wa Marekani huko Beirut, Michael Issa, ambaye alimwambia rais wa Lebanon Joseph Aoun kwamba mazungumzo yanakwenda vizuri. Issa amesema kuwa wamefika katika hatua ya kutorudi nyuma na wataendelea kuisaidia Lebanon kutoka katika mgogoro huu. Joseph Aoun alisema mazungumzo yanayoendelea na Israel yalijikita katika kuanzisha mkataba wa kutochokozana ikifuatiwa na amani ya haki na kweli. Haya yanajiri baada ya mashambulizi ya anga kuripotiwa katika miji kadhaa kusini mwa Lebanon asubuhi ya leo na jana, ambayo Wizara ya Afya ilisema yamewaua watu wasiopungua 14 wakiwemo 7 katika wilaya ya Nabateh na 8 huko Taya ambapo watu 32 pia walijeruhiwa. Taya ni miji mikubwa zaidi kusini mwa mto Litan, mstari muhimu wa mpaka katika migogoro ya sasa na iliyopita na eneo lililoathirika zaidi na mashambulizi ya Israel. Jana Israel ilitoa amri ya wakazi kuondoka makwao haraka katika vitongoji vinavyozunguka eneo hilo na kuhamia kaskazini mwa mto Zahrani. Msemaji wa jeshi la Israel IDF alisema wanaamini wanamgambo wa Hezbollah walikuwa wakifanya shughuli zao huko. Mwandishi wa BBC Mashariki ya Kati Yolanel anaangazia zaidi. Maafisa mbalimbali wa Israeli wanajitokeza wakipinga majaribio ya kubadilisha mambo kama vile kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu mapigano ya Israeli dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon na kinachoendelea katika eneo hilo pana. Bila shaka, Iran imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba makubaliano yoyote ya amani ambayo yamekubaliwa lazima yatumike kwa Lebanon pia. Ingawa Iran ilisema kutakuwa na mashambulizi makali na mabaya ikiwa Israeli itaendelea na mapigano yake nchini Lebanon, Israeli imeendelea na operesheni zake kusini mwa nchi hiyo ambapo bado ina maelfu ya wanajeshi eneo hilo. Rais wa China Xi Jinping ameapa kuendeleza uhusiano wake na rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un katika ziara yake ya kipekee jijini Pyongyang ambayo ni ya kwanza katika muda wa miaka 7. Ziara ya siku 2 ya Rais Xi huko Korea Kaskazini inafanyika wakati Beijing ikiendeleza juhudi zake za kudumisha uhusiano na jirani yake. Laura Bika na ripoti katika taarifa inayowasilishwa na Agnes Penda. Kulikuwa na maonyesho ya sarakasi yaliyopangwa vizuri na kwa weledi ili kusherekea na kuonyesha umoja na urafiki. Bendera ya China ni fahari kwangu, wanaimba. Nchi hizi zote mbili zinategemeana, lakini kuna kutoaminiana kwa muda mrefu. Na Rais Xi alikuja kuendeleza ushawishi wake wa Kim Jong-un ambaye hatabiriki. Huu haukuwa mkutano wa watu walio sawa. Kwa miongo mingi, China imesaidia kuinua uchumi wa Korea Kaskazini na sasa wote wawili wanataka kuendeleza uhusiano huu. Niko tayari kufanya kazi na wewe, Katibu Mkuu, kuchukua ziara hii kama fursa ya kuboresha mpango ya juu na ya kimkakati kwa uhusiano wa China na Korea Kaskazini kwa sasa. Ziara hii inaonyesha ulimwengu kwamba licha ya mabadiliko duniani, uhusiano wa China na Korea Kaskazini bado kwa muda mrefu umepitia changamoto, utasalia bila kuvunjika. Hapo awali raia wa Pyongyang walijipanga barabarani ili kumkaribisha mgeni mheshimiwa. Makundi ya watu yakijipanga kutoka barabara moja hadi nyingine. Kiongozi wao wanadai kuwa jiji hili ni tajiri, lakini nyuma ya viti hivi kuna umaskini mkubwa. Leo hii Bwana Kim anaelekeza macho yake kwa Xi tu
ila katika miaka ya hivi karibuni alikuwa akiangalia kwingine. Vikosi vyake vinapigana Ukraine vikimsaidia rais wa Urusi Vladimir Putin. Kama malipo, anapata pesa na mafuta, ila Moscow si rafiki wa kutegemewa. Kwa hiyo sasa dunia inaonyeshwa nguvu, mamlaka na umoja wa kuvutia. Uhusiano huu ni muhimu kwa wote wawili, lakini si urafiki wa kweli. Ikiwa imesalia siku 2 tu kabla ya michuano ya kombe la dunia kuanza nchini Marekani, Canada na Mexico, serikali ya Somalia inasema imesikitishwa pakubwa na baada ya mwamuzi wa Somalia Omar Abdulkadir Artan kuondolewa kwenye orodha ya waamuzi baada ya kunyimwa kuingia Marekani. Artan alikuwa anatarajiwa kuwa Msomali wa kwanza kuchezesha mechi katika fainali za kombe la dunia na alitajwa kama refa bora wa mwaka 2025 na shirikisho la soka barani Afrika. Alisafiri kutoka Uturuki kuelekea Miami wikendi iliyopita, lakini akazuiwa kuingia Marekani na kurudishwa tena Uturuki. Artan alikuwa na pasipoti ya diplomasia ambayo serikali ya Somalia imesema ilitolewa ili kuhakikisha kwamba anashiriki michuano hiyo bila changamoto zozote. Kufuatia maswali yaliyowasilishwa na BBC, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imekataa kutoa sababu kuu ya kumzuia refa huyo, ikisema, na hapa na nukuu, maamuzi ya kila ombi la visa hutolewa baada ya ukaguzi wa kina ili kubaini iwapo mtu huyo anastahiki kuingia nchini chini ya sheria za Marekani, mwisho wa nukuu. Kwa upande wake, FIFA imesema kuwa haijihusishi na taratibu za uhamiaji za nchi wenyeji, ikiwa ni pamoja na utoaji wa visa, na ikaongeza kuwa imearifiwa na mamlaka kwamba hadhi ya Artan haitabadilishwa kwa sasa. Lakini Omar Abdulkadir Artan ni nani haswa? Firdausa Hanshi kutoka idhaa ya BBC Somali ana maelezo zaidi. Omar Abdulkadir Artan ana umri wa miaka 34. Alikuwa awe referee wa kwanza kutoka Somalia kwenye fainali za kombe la dunia. Artan alianza kazi za urefa kwenye viwanja vidogo mjini Mogadishu. Kwanza alikuwa mchezaji, lakini siku moja alitokea mzozo kuhusu waamuzi katika mechi yao. Wachezaji wa pande zote mbili wakamtaka achukue nafasi hiyo. Alikubali na kubaki refa mpaka leo. Mwaka jana alishinda tuzo la refa bora wa CAF barani Afrika, na April mwaka huu FIFA ikamchukua kuchezesha kombe la dunia. Lakini sasa yupo Istanbul. Kombe la dunia linaanza tarehe 11 Juni na Omar Artan hata kuwepo. Haya yanajiri wakati ambapo baadhi ya mashabiki, maafisa pamoja na timu zitakazoshiriki kwenye kombe la dunia zikiripoti changamoto za usafiri. Iran ililazimika kuhamisha kambi ya mafunzo ya timu yake kutoka Marekani hadi Mexico, na sasa wachezaji wake watalazimika kusafiri kwa ndege hadi Marekani kwa kila mechi na kisha kurejea Mexico. Sasa kwa baadhi ya mataifa, kufuzu kwa mashindano ya kombe la dunia ni jambo la kifahari, kwani wengi imechukua vizazi na miaka mingi kufikia hatua hiyo. Kwa mashabiki kutoka barani Afrika, ndoto kutizama timu zao zimekabiliwa na changamoto za usafiri kutoka Dakar, Accra